Habari za wakati huu, jina langu ni Zaituni Mkwama na hii ni Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kuelekea tamasha la utamaduni tarehe 25 hadi 29 Morogoro mwaka 2026 mwezi Agosti. Tutakuletea mambo mengi mbalimbali ambayo yatafanyika katika mkoa huu ukishirikiana na mkoa wa Morogoro. Hapa studio niko na mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya utamaduni Boniface Kadili ambaye atatueleza nini hasa kimeshafanyika na nini bado na yapi yatakuwepo katika tamasha hilo. Karibu. Jina langu ni Boniface Kadili, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya utamaduni kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tunatarajia kuwa na tamasha la kitaifa la utamaduni msimu wa 4 ambalo pia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro tunatarajia kuendesha au kuratibu tamasha hili kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 29 pale mkoani Morogoro ambao ni mkoa wa kimkakati. Yapo matukio mbalimbali ambayo tunatarajia pia yatafanyika katika tamasha hili la kitaifa la kiutamaduni. Kwanza tunategemea kuwa na wageni kutoka katika nchi mbalimbali, nchi majirani, ambapo wataleta vikundi vya ngoma za asili kwa ajili ya kuja kuenzi utamaduni wao, lakini pia kutupa sisi amsha. Lakini pia sisi kama Watanzania tutakuwa na ngoma mbalimbali za makabila. Tunayo zaidi ya 150, lakini yapo makabila ambayo ni 100 yatakuwepo katika hizo ngoma. Kwa hiyo tutakuwa na ngoma, visasiri na visakali, lakini pia tutakuwa na maonesho ya vyakula vya asili. Tunatambua kwamba Tanzania tuna utajiri mkubwa sana wa vyakula vya asili. Kwa hiyo tutakuwepo pale na vyakula zaidi ya 120 ambavyo tutavionyesha. Tutawakumbusha Watanzania ni wapi walipotoka, ni wapi walipo na ni wapi wanaendelea katika maendeleo ya masuala ya vyakula. Lakini pia hatutaishia hapo hapo. Tutakuwa na ziara ya kwenda kutembelea maeneo ya kiutalii na maeneo ya kiutamaduni. Tutakuwa pia na maonesho ya mavazi ya nguo za asili. Tunajua kwamba Tanzania bado sisi ni matajiri wengi sana katika tamaduni zetu. Kwa hiyo tutaonesha mavazi. Licha ya hivyo hatutaacha kizazi kipya. Bado tutakuwa na ngoma, tutakuwa na singeli, tutakuwa na bongo flavor zitakuwepo pale. Tutakuwa na mabanda ambao wajasiriamali mbalimbali wataonesha vifaa vya kiutamaduni, wataonesha vitu mbalimbali vya kuhakikisha kwamba tunasherehekea utamaduni wetu sisi kama Watanzania. Chimbuko la tamasha hili ni mwaka 2021 ambapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa pale Mwanza katika tamasha la Bulabo, alielekeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhakikisha kwamba wanakuwa na tamasha la kitaifa la utamaduni ambapo litazunguka katika mikoa yote kuhakikisha kwamba wanalinda na kuenzi utamaduni wa Mtanzania. Na tangu hapo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeshaendesha tamasha hili katika mikoa kadhaa. Tulianza mwaka 2022 katika mkoa wa Dar es Salaam, 2023 katika mkoa wa Njombe, 2024 katika mkoa wa Ruvuma, na sasa tunajikita 2026 katika mkoa wa Morogoro ambao ni mkoa kimkakati. Tunafahamu kwamba mkoa wa Morogoro ni kati ya mikoa ambayo inazalisha mazao mbalimbali hapa nchini. Ni katika mkoa ambao tunautegemea sana. Kwa hiyo tutakuwa na mapishi mbalimbali kwa kuzingatia kwamba huu ni mojawapo wa mikoa ya kimkakati inazalisha mazao mbalimbali. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba yale mapishi yanazingatia sana pia kuwapo kwa vyakula vya asili vya mkoa wa Morogoro. Tamasha hili lina malengo mbalimbali. Lengo kuu kwanza la tamasha hili ni kuhakikisha kwamba tunaenzi na kulinda utamaduni wa Mtanzania. Katika hilo pia yapo malengo mahususi ya tamasha hili. Lengo mojawapo ni kuhakikisha kwamba ile misingi ya maadili ambayo chimbuko lake ni mila na desturi za Watanzania tunaendelea kuwakumbusha. Lengo jingine na la muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba utamaduni unakuwa chanzo cha uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa taifa na maendeleo kwa ujumla. Lakini jambo jingine ni kuwakumbusha Watanzania kwamba yapo mabadiliko ya sayansi na teknolojia.
lakini ni lazima pamoja na mabadiliko haya kuyapokea, lazima tuhakikishe ya kwamba tunaenzi na kurithisha utamaduni wetu tulionayo, hususani mila na desturi. Na tuna utajiri mkubwa sana sisi kama Watanzania. Tunayo makabila zaidi ya 150 katika Tanzania nzima. Kwa hiyo lazima katika haya makabila tuhakikisha kwamba zipo mila na desturi ambazo Watanzania sisi kwa pamoja tumekubaliana kuzifuata. Kwa hiyo kupitia tamasha hili la kitaifa la utamaduni ndipo ambapo tunaenda kuonyesha kwa jamii yote ya Watanzania na wenzetu pia ambao watakuja kutoka katika mataifa mbalimbali. Tunatarajia majirani zetu watakuwepo nchi mbalimbali, tumewakaribisha kwa ajili ya kuja kusherehekea, na ndio desturi yetu sisi Watanzania. Hata kipindi cha nyuma katika matukio makubwa kama haya huwa tunawaalika wenzetu majirani kuhakikisha kwamba na wenyewe basi wanapata jambo moja au jingine katika kuhakikisha kwamba wanadumisha na wenyewe umoja na amani, ambao sisi hilo ni msingi wetu mkuu wa taifa letu la Tanzania. Lengo jingine la tamasha hili la kitaifa la utamaduni ni kuhakikisha kwamba tunajenga umoja, utangamano wa kitaifa. Yaani tunaendelea kudumisha amani, umoja na ushirikiano wetu sisi ambao umeasisiwa na baba wa taifa na wazee wetu mbalimbali. Lakini katika tamasha hili la kitaifa la utamaduni tumewaalika washiriki ambao ni mkoa wa Morogoro, wote wapo, mikoa yote ambayo itakuja Tanzania bara ambao ni 26. Tunao wenzetu pia Tanzania Zanzibar ambao tutashirikiana nao katika tamasha hili la kitaifa. Lakini pia tumewaalika wadau mbalimbali, wadau wote wa utamaduni, wadau wa sanaa, wadau wa michezo na wote ambao tumeona kwamba ni muhimu wao kuwapo, kwa sababu hili tamasha linahusu kila mmoja, kila Mtanzania linamgusa. Hata kama asipokuwepo hapa Tanzania, yupo nje diaspora, lakini anaweza katuona kutumia mitandao ya kijamii. Tutamuonyesha namna ambavyo sisi wa Tanzania tunaendelea kuenzi mila, desturi, maadili yetu na utamaduni wetu. Pamoja na faida ambazo nimezibainisha za tamasha hili la kitaifa la utamaduni, lakini kama nchi tuna matukio makubwa mawili kwa mwaka 2027. Tunalo tukio la AFCON 2027 ambapo sisi kama Tanzania ni sehemu ya waratibu. Yapo manufaa ambayo sisi kama sekta ya utamaduni tutayapata kulingana na mashindano ya AFCON. Jambo mojawapo ni kuweka bayana utamaduni wetu tulionao, hususani vyakula vyetu vya asili, ngoma yetu, lugha yetu kwa wageni ambao watakuja katika mashindano haya ya AFCON. Kwa hiyo tunaiona hii ni fursa kubwa sana ambao kupitia katika tamasha la kitaifa la utamaduni tutawaonyesha wale ambao wenzetu wataangalia kutoka katika nchi mbalimbali kwamba mnakuja Tanzania, mfahamu utamaduni, mila na desturi za Tanzania zikoje. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya kuwakaribisha. Lakini pia tuna mashindano mengine makubwa ya Miss World 2027. Hili ni jambo kubwa sana kama nchi tumelipokea. Wenzetu wanatoka katika mataifa mbalimbali. Ni sehemu mojawapo pia ya kutangaza mitindo yetu sisi ya kiutamaduni. Tunao makabila zaidi ya 120 na tuna aina mbalimbali ya nguo na mavazi yetu ambayo tunatumia kama mavazi ya kiasili. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo pia ambapo wenzetu tutawaonyesha. Kwa hiyo kupitia tamasha la kitaifa la utamaduni utapata manufaa ambayo yatakuwepo, fursa za kimkakati zitazokuwepo katika Miss World, fursa za kimkakati ambazo zitakuwepo katika AFCON 2027. Kwa hiyo msikose. Mambo yote haya mtayapata katika tamasha la kitaifa la utamaduni mkoani Morogoro. Mtazamaji, ni Boniface Kadili, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya utamaduni katika Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Umemsikia ameeleza mambo mengi hasa, lakini kubwa hasa ni kuenzi na kusherehekea utamaduni wa Mtanzania. Pengine tumsikie lipi hasa neno lake la mwisho kwako wewe unayemtazama. Ndugu zangu wa Tanzania, mwisho nipende kuwakaribisha katika tamasha la kitaifa la utamaduni mkoani Morogoro ambayo itafanyika kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 29 pale katika uwanja wa Jamhuri. Usipange kukosa. Watanzania wote karibuni sana. Morogoro kumenoga.